رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله حبيب الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله يا نورا تلالا فبدد في مدائننا الضلالا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسله تترى وأنزل كتبه تتلى. أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وكبرياء سلطانه، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، baada ya kufikiria ndugu Islam kuhusu harakati zetu za Kiislamu, tumeona kwamba kuna umuhimu wa kuwepo kwa darsa zenye kuendelea, na baada ya kufikiria kwamba ni kitu gani ambacho kwamba bora kuwa tunakizungumzia na tukaweza kukiendeleza, basi tukaona ni bora kuzungumzia kuhusu tafsiri ya Qur'an. Si hivyo tu, ni kwamba kuichagua kwangu tafsiri ya Qur'ani ni kwa sababu kama mnavyojua kwamba Qur'ani ndiyo chanzo cha msingi cha sharia ya Kiislamu, na kwa hivyo pamoja na kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama katuamrisha kutafuta ilmu, akasema mfano utlubul ilma walau bisin, itafuteni ilmu hata kama ni katika nchi ya China. Na hadithi hii hata kama wako wanaona dhaifu, lakini ukweli wake ni kwamba ni hadithi sahih, kwa sababu imepokewa kwa sanad nzuri kabisa kutoka kwa Abu Ubaida, kutoka kwa Jabir bin Zaid, kutoka kwa Anas bin Malik, na hii ni sanad ya dhahabu. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile kuhusu ilmu, ta'allamu al-ilm fa inna ta'allumahu qurbatun ila Allah azza wa jalla, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqa, kwamba someni ilmu, kwa hakika kuisoma kwake hii ilmu basi ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Ile kuisoma ilmu peke yake basi ni daraja, na kumfundisha asiyejua basi ni sadaka. Sasa pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katufunza haya yote, lakini Qur'an ndiyo aliyoipa kipaumbele. Anasema katika hadithi yake, allimu auladakum alquran fa innahu awwal ma yanbaghi an yuta'allama min ilmi Allah huwa. Someni Qur'ani, kwani Qur'ani ndiyo ya mwanzo ambayo kwamba inatakiwa isomwe katika ilmu za Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba katika ilmu za Mwenyezi Mungu, haimaanishi kwamba kuna ilmu nyingine si za Mwenyezi Mungu, lakini huku kama wanavyosema wenyewe maulama ni kutegemezwa kwa kitu kimoja kikategemezwa na chengine kwa ajili ya kukitukuza, kama kuitwa al-Kaaba kwamba Baitullah au msikiti Baitullah, ilhali kila nyumba ni Mwenyezi Mungu, ni miliki yake, lakini ni kwa ajili ya kuitukuza. Kwa hivyo Qur'ani ndio
almasdar alawwal litashri', ndio chanzo cha kwanza cha sharia ya Kiislamu. Kwa hivyo hakuna budi kwamba Waislamu waisome Qur'an. Na utapojua kwamba masahaba radiyallahu anhum walikuwa ni madhaifu katika kila hali, walikuwa madhaifu wa mali, walikuwa madhaifu kuzingatia kwamba jamii yao ilikuwa ni watu wachache, lakini jiulize kwa nini walikuwa ni wenye nguvu kushinda sisi? Jawabu yake ni kwamba masahaba walikuwa wakiisoma Qur'an na kuitendea kazi Qur'an. Inakutosha wewe katika vita walipopigana masahaba radiyallahu anhum na idadi yao ni 40,000, waliweza kulishinda jeshi la Warumi lililokuwa na watu 250,000. Jeshi la watu 40,000 lenye kuongozwa na Khalid bin Walid linapigana na jeshi la Kirumi lenye watu 250,000. Kwa nini walishinde? Kwa sababu walikuwa wao ni wenye kuitendea kazi Qur'an. Si hivyo tu, walipopigana tena masahaba na Wafursi. Masahaba wanapigana na Fursi. Fursi katika zama hizo ndio dola moja katika dola kuu za dunia, ni Fursi na Rum. Wafursi wakashindwa, wakaomba msaada kwa nani? Kwa mfalme wa China. Mfalme wa China akamuuliza mtawala wa Fursi kuhusu hawa Waislamu. Akaambia hawa watu wana sifa gani? Akamuuliza madha yaakulun, watu hawa chakula chao nini, wanakula nini hawa? Akamwambia qadra ma yuhyihim, wanachokila wao ni kiasi cha kuwapatia uhai tu. Madha yalbasun, kifazi chao ni nini, wanavaa nini? Akamwambia qadra ma yastur auratihim, kiasi cha kufunika uchi wao ndio kifazi chao. Kiasi cha kwamba mmoja masahaba alipokufa anazikwa hana sanda. Ile sanda yake ikipelekwa juu kwenye kichwa, chini miguu inafunuka. Ikipelekwa chini miguu inafunguka, kichwa kinafunguka, kiko wazi. Mtume sallallahu akamrisha akasema mfunikeni upande wa kichwa na sehemu za chini huko mwekeni majani. Hii ndio hali ya masahaba. Lakini pamoja na hayo waliweza kuitikisa dunia. Sisi leo tuko wingi katika dunia ya Uislamu, lakini kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wingi wetu ni wingi wa pofu. Kwa sababu hatutendei kazi nini? Qur'ani. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Mola wangu, kwa hakika watu wangu wameichukua Qur'ani hii kuwa ni kitu chenye kuhamwa. Wameihama Qur'ani hii. Na Herakli vile vile baada ya kushindwa aliuliza kuhusu sifa za watu hawa, naye akajibu vile vile, akaambiwa kwamba naam, hatukumaliza kuhusu nani, kuhusu mfalme wa China. Sasa akauliza tena ma amaluhum, watu hawa je, wana amali gani hawa? Wanafanya nini mpaka kwa nguvu hizi? Akajibu akamwambia ruhbanu bil-layl wa fursanu bin-nahar, usiku wanaamka wanafanya ibada, wanamcha Mungu, na usiku mchana wanaingia katika vita. Mfalme wa China akamjibu mfalme wa Iran kwamba lau nitakupa jeshi wingi wake linaanzia China au mwanzo wake linaanzia China na mwisho wake linaishia Khurasan, yani Iran, basi watu hawa hatuwezi. Kwa sababu walikuwa wanapigana kwa nguvu ya Qur'an. Ndio maana Khalid bin Walid katika vile vita, kuna mmoja katika jeshi lake alipoona Warumi wengi alianza kushtuka. Khalid bin Walid akamwambia wingi sio idadi, wingi ni kwa pamoja na Mwenyezi Mungu, ndio wingi. Kwa hivyo hii ndio hali ilivyokuwa masahaba. Na sira hii wakaendelea nayo maulama tabaka baada ya tabaka mpaka kufikia leo alhamdulillah maulama wa Mungu wako. Al-Imam Abu Hamza al-Shari
katika wanaharakati wa mwanzo, alikuwa ni mtu mmoja alikuwa akipigana sana dola ya Bani Umayya. Sasa katika mambo ambayo kwamba wapinzani wake walitaka kumtia aibu kwayo ni kwamba yeye alikuwa na wafuasi vijana, yani wafuasi wake wote vijana. Sasa akapanda katika mimbari ya Mtume SAW Madina, akatoa hotuba yake refu kuelezea kwamba hata masahaba Mtume walikuwa ni vijana, na katika hotuba hiyo akasema neno haya: laqad nadhara Allahu ilayhim fi jawfi al-layl munhaniyatan aslabuhum ala ajza'i al-Qur'an, fa idha marra ahaduhum bi ayatin fiha dhikru al-jannah baka shawqan ilayha, wa idha marra ahaduhum bi ayatin fiha dhikru an-nar shahiqa shahiqatan ka'anna zafira jahannama fi udhnayhi. Mwenyezi Mungu kawaona hawa, akawaangalia katika usiku, hawa vijana wangu wameinamisha vifua vyao katika juzuu za Qur'an. Mmoja wao akipita katika aya ambayo kwamba inazungumzia mambo peponi, basi hulia kwa kuona shauku na ile pepo, na akipita katika aya ambayo kwamba inazungumzia mambo ya motoni, basi hulia kana kwamba mirindimu ya jahannam iko katika masikio yake. Na sira hii ikaendelezwa, maulama wacha Mungu wakawa wanashikana hii kushikana na Qur'ani kwa kuisoma na kuitendea kazi. Abu Muslim rahimahullahu ta'ala anazungumzia maimamu waliotangulia, anasema tarahum fi dhamir al-layl sayyarahum mithla al-khayalati mithla al-khayalati tasbih wa Qur'an. Utaona wale maimamu walivyokuwa usiku, utaona kana kwamba ni vivuli, kana kwamba ni vivuli. Hivyo ndivyo ambavyo umefanywa na nini? Tasbih na Qur'ani. Usiku kusoma, kupiga tasbih na kusoma Qur'ani. Hii ni beti katika nunia yake. Na katika mimia akasema akabbu ala al-Qur'ani shurban limaihi, akabbu ala al-Qur'ani shurban limaihi fa asdarahum wal kullu rayyanun haimu. Anasema walikuwa mwenendo wao wamejimwaga katika Qur'ani kwa kuinywa maji yake. Qur'ani haina maji, lakini kwa kuifuata maamrisho yake na kwa kuisoma na kwa kuitendea kazi, kila mmoja akatoka hapo ila hali kuwa kiu yake imekwisha, lakini ana kiu, yani kashiba, lakini wakati huo anataka tena. Sira ya maulama walivyokuwa. Na katika raia anazungumza tena, asema kwamba alipokuwa na msifu Imam Salmi na khutbul aimma, asema umadud diyana suhubul makarim abhurul anwari tatala'ala al-akwan min irfanihim kashamsi tamlau haykal al-aqtari anzahum at-tasbih wat-tartil wat-tahjid baina jawanih al-ashari. Kwamba alikuwa usiku, yani usiku wao wote ni kusoma Qur'ani na kupiga tasbihi. Hivi ndio hali ilivyokuwa. Kwa hivyo utapoelewa haya, utakuwa tayari umeanza kuelewa kwamba kwa nini sisi tuko wengi lakini madhaifu, na wale walikuwa wachache lakini ni wenye nguvu kuitendea kazi Qur'ani. Na kwa sababu hii ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha katika Qur'an kwamba tukamatane na Qur'an kwa kuisoma na kwa kuitendea kazi. Leo tujiulize, kila mtu ajiulize, leo kasoma kiasi gani Qur'ani? Jana kasoma kiasi gani Qur'ani? Hilo ni kitu cha lazima. Jiulize mwenyewe, Qur'an leo umesoma kiasi gani? Inatakiwa mtu kwa uchache kwa siku apate juzuu moja ala aqal. Hii ni ala aqal. Na watu bahati mbaya wako wanaosoma Ramadhani mpaka Ramadhani, wala kwa walikuwa hasomi kabisa, na wako siku kutoka jana Mwenyezi Mungu. Lakini inavyotakiwa Qur'ani ni lazima uisome kila siku.
Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katuhimiza katika kitabu chake akasema fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tusalun. Kama tana na huu wahi unaopewa, kwani wewe uko katika njia iliyonyooka, na wahi huu wa Qur'ani hii la dhikrun laka ni sharaf kwako wewe, utukufu, utajo. Wako walofasiri wengine kwamba kwa maana ni kikumbusho, lakini aghlabu ya maulama wanafasiri kwamba katika aya hii kwamba la dhikru innahu la dhikrun lak, kwamba Qur'ani hii ni sharaf kwako wewe kutajwa. Zamani kabla kuja Qur'ani Waarabu hata hawajua Arabu, lakini baada ya kuja Arabu kuja Qur'ani imekuwa kila mtu Mwarabu. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, ni utukufu kwako na kwa watu wako. Wa sawfa tusalun, na mtaulizwa siku ya kiyama. Na katika aya nyingine akasema innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur, kwamba wale ambao kwamba wanakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu kisha wakasimamisha sala na wakayatoa wale ambao kwamba tumewaruzuku, basi hao wanategemea biashara au faida ya biashara ambayo kwamba haidori pepo, kusoma nini? Qur'ani. Na katika aya nyingine akasema alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dhikra lilmu'minin ittabi'u ma unzila ilaykum, fuateni haya ambayo kama tumekuteremshieni, yafuateni, wala musifate walinzi wengine au vipenzi wengine hali ya kuwa ni kukumbuka kwenu ni kudogo. Kwa hivyo Qur'ani inatuhimiza kukamatana Qur'ani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akasema khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, kwa mbora wenu ni yule ambaye kwamba kaisoma Qur'ani kisha kaifundisha. Na katika hadithi nyingine anasema iqra'u al-Qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi, isomeni Qur'ani kwani Qur'ani siku ya kiyama inakuja hali ya kuwa ni yenye kumwombea au kuombea wale ambao kwamba walikuwa wakisoma. Na katika hadithi nyingine anasema yu'ta yawm al-qiyamah bilqur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi, siku ya kiyama itaitwa Qur'ani na watu wake ambao kwamba walikuwa wakitendea kazi. Haitoshi kwamba ulikuwa unaisoma au umehifadhi, lakini watu wake ambao kwamba walikuwa wanaitendea kazi. Taqdumuhu suratu al-Baqara wa alu Imran tuhajjani an sahibihima, mbele yake inatangulia suratu al-Baqara na sura al-Imran, zinatoa hoja kumtetea yule ambaye kwamba alikuwa akitendea kazi Qur'ani. Na katika hii kama tukavyoeleza inshallah katika darasa nyingine, kama pia tulivyoeleza katika baadhi ya maandishi yetu, kwamba kuna hoja dhidi ya wale wenye kusema kwamba kuja kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ni kuja kwa kweli. Kuna aya katika Qur'an inasema wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, kwamba Mwenyezi Mungu atakuja siku ya kiyama pamoja na malaika safu baada ya safu. Wakasema watu hawa kwamba Mungu atakuja kweli, na hii itikadi hii ni itikadi batil ambayo kwamba iko kinyume na jumhur au majority ya umma wa Kiislamu, kwa sababu kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni alama za kiumbe.